من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخل بها الجنة، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل فينا ليتمم مكارم الأخلاق، وعلى آله وصحابته الكرام، وبعد. فيا أيها المؤمنون، أولا أوصيكم وأوصي بنفسي الضعيفة بتقوى الله عز وجل وطاعته، ففي تقوى الله صلاح الدنيا والآخرة، لقد فاز المتقون. قد حث الله سبحانه وتعالى لنا على أمر بالتقوى، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ndugu zangu Waislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehema na amani zimwendee kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kusieni pamoja na kuhusia mwenyewe kuendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayatuna fi Shaabana. Hotuba leo, ndugu zangu Waislamu, tutatazama hayatul muslimi fi Shaabana, maisha ambayo Muislamu anatakiwa adumu nayo akiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Shaaban, huu mwezi tulionao, imekuja hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikieleza sampuli za watu ndani ya mwezi huu wa Shaaban, na ikieleza sifa za watu hao. Hayatul muslimi fi Shaaban hayatun jihaziyya, maisha ya Muislamu ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni maisha ya maandalizi, na hili linabebwa na moja katika kanuni za sheria. Inasema qad yuhkamu al-jaru lijarihi, wakati mwingine aweza kuhukumiwa jirani kwa sababu ya jirani yake. Hukumu inaweza ikabebeshwa kwa jirani. Sababu ya kubebeshwa hukumu hii kwa huyu jirani ni huyu mwenzake. Yuqasu al-mar'u bil-mar'i idha ma shaa'u, siku zote mtu huwa anapimwa kwa kupitia mtu mwingine
kwa sababu ya ule upamoja. Sasa mwezi wa Shaaban ni shahru jihazi, ni mwezi wa maandalizi, unabeba ubora kwa sababu ya mwezi unaokuja baada ya huu mwezi wa Shaaban ambao ni mwezi wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kwa nini anafunga sana mwezi wa Shaaban, alijibu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajaba wa Shaaban. Alisema sababu ya yeye kuwa anafunga sana mwezi wa Shaaban ni kwamba ni mwezi ambao watu wanajisahau sana, watu wanausahau sana huu mwezi wa Shaaban, kwa sababu umekaa kati ya miezi miwili, mwezi wa Ramadhani ambao watu watashughulika na kufunga saumu ya lazima, na mwezi wa Rajabu ambao ni mwezi mtukufu kwa nasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wakimalizana na mwezi wa Rajabu, wakiingia mwezi wa Shaaban, akili yao, mawazo yao, fikra zao, nguvu zao zote wanakuwa wameziwekeza katika mwezi wa Shaaban, katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo hapa Shaabani ni wachache sana ambao wanakuwa active na mwezi wa Shaaban. Ndio Mtume akasema dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu. Ni mwezi huu, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao kuna watu wanaitwa al-ghafilun, ni watu wenye kughafilika katika huu mwezi wa Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, moja katika sifa ambazo si nzuri Muislamu kuwa nazo ni sifa ya al-ghafla, sifa ya kughafilika. Allah subhanahu wa ta'ala katika Arafu 179 anaeleza watu wenye sifa ya kughafilika ni watu gani na watafikia wapi. Anasema walaqad dharana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum adhanun la yasma'u wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah anawaeleza watu wenye sifa ya kughafilika, asema walaqad dharana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins, hakika mimi Allah nimeuandaa moto wa Jahannam special kwa ajili ya asilimia kubwa ya majini na watu. Watu gani hao? Kama ni majini gani hao? Lahum qulubun la yafqahuna biha, ni watu ambao Allah akawapa akili wakashindwa kuitumia akili yao katika kujua wapo kwenye kipindi gani na wanatakiwa wafanye nini. Walahum a'yunun la yasma'una la yubsiruna biha, wana macho lakini hawayatumii macho yao kuiona haki itakayowanufaisha kwenye maisha yao ya akhera. Walahum adhanun la yasma'una biha, na wana masikio lakini hawayatumii masikio yao kusikia kitakachowanufaisha katika maisha yao ya akhera. Allah akasema watu wa namna hii ukitaka kujua mfano wao kwenye maisha ya dunia, ulaika kal an'am, hao wanafanana na wanyama. Tena Allah akasema bal hum adall, yawezekana mnyama akawa na afadhali. Watu wamepewa akili wakashindwa kuitumia akili yao kujua wapo kwenye kipindi gani, nini wanatakiwa wafanye. Bal hum adall
watu wa namna hii waliojisahau ni wahovyo, wamepotea, hawana maana zaidi hata ya wanyama. Akasema watu gani hao? Wa ulaika humul ghafilun. Hao ndio watu hasa walioghafilika, waliojisahau katika maisha haya. Sio sifa nzuri Muislamu kujipamba nayo, sifa ya ghafla, sifa ya kughafilika. Sasa kuna watu katika mwezi huu wa Shaaban watamaliza mwezi huu wa Shaaban wakiwa na sifa ya al-ghafla. Ndio Mtume akasema dhaka shahrun yaghfulu nasu anhu. Kuna watu watakuwa ni ghafilun katika huu mwezi wa Shaaban. Kwa nini? Kwa sababu mwezi wa Shaaban shahrun jihazi, ni mwezi wa kufanya maandalizi. Maandalizi kama walivyosema wanawachuoni, kuna jihazu ruhi wa jihazu jasadi. Kuna maandalizi ya mwezi wa Ramadhani unaokuja ya kiroho, na kuna maandalizi ya mwezi wa Ramadhani unaokuja ya kimwili. Lakini katika haya maandalizi mawili, jihazu ruhi a'zam, maandalizi ya kuiandaa roho yako, ndiyo maandalizi muhimu sana. Na haya maandalizi sio ya kuyatafakari tu na kuyajua kwenye akili yako, ni maandalizi unayotakiwa kuyaingiza katika utendaji. Sio tafunga mwezi wa Ramadhani, nimejiandaa kufunga mwezi wa Ramadhani, alafu mwezi wa Shaabani unaisha haujafunga hata siku moja. Ndio unaona Bwana Mtume Muhammad alikuwa akifunga sana katika mwezi huu wa Shaabani. Kwa nini? Maandalizi yake yalikuwa ni maandalizi ya kimatendo, sio maandalizi ya kuamua tu. Lazima maandalizi uyaingize katika matendo. Ukisoma katika Asia, ukisoma katika tawarikh, katika historia mbalimbali, ukiwasoma wema waliotangulia, maandalizi yao ya mwezi wa Ramadhani hayakuwa ni maandalizi kaulia fahasba, hayakuwa ni maandalizi ya maneno tu, yalikuwa ni maandalizi ya kimatendo. Ramadhani inakuja, itanitaka mimi nifunge, basi walianza kufunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Ramadhani itanitaka nitoe sana sadaka, walianza kutoa sadaka kwa wingi ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Ramadhani itanitaka nisome sana Qur'an, fakanu yukthiruna alqiraa, wakawa wanasoma sana Qur'an ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Jihaz ruhi. Tusiishie tu kujiandaa kwamba mimi najiandaa nitafunga Ramadhani. Ahmad Shauki, Amiru Shuara, ana maneno yake, anasema wama nailu al-matalibi bitamanni walakin tukhadhu ad-dunya ghalaban wama stasa ala qaumin manalun idhil iqdamu kana lahum rikaban. Anasema wama nailu al-matalibi bitamanni, hauwezi kukipata unachokitaka kwa kuishia tu kutamani kwenye akili yako na mwili wako. Mimi natamani siku moja niwe na gari, unalala ndani, hutaki kutafuta pesa. Hauwezi kukipata unachokitaka kwa kuamua tu na kitaka kile ukakaa ndani. Wama nailu al-matalibi bitamani walakin tukhadhu dunya ghalaban, lakini chochote unachokitaka katika dunia hii kitapatikana kwa wewe kuingia kwenye mchakato wa utendaji. Sio wewe kuishia tu kuamua, wewe kuingia kwenye mchakato wa utendaji. Lakini tukhadhu dunya ghalaban, asema wama sta'sa ala qaumin manalun idhil iqdamu kana lahum rikaban. Siku zote haiwezekani watu wakakosa chote kama watakuwa kile walichokitaka walikiingiza katika mchakato. Tena mchakato wenyewe mchakato wa kukifanya, sio mchakato wa kuamua tu, hapana, mchakato wa kukifanya.
upate ladha ya Ramadhani, inaandaliwa leo. Ndio maana unaona wanachuoni wakasema mwezi huu wa Shaaban ni shahrul mazraa, ni mwezi wa kupanda. Shahru ziraa ni mwezi wa kupanda. Twapanda nini? Twapanda kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kuvuna. Kile ulichoishi nacho katika mwezi wa Shaaban ndicho utakwenda kukivuna katika mwezi wa Ramadhani. Sasa ukiamua kupanda uvivu ndani ya mwezi wa Shaaban, wewe unasubiria tu kufunga mwezi wa Ramadhani. Ndio unaona watu tunafunga mwezi wa Ramadhani, wingi tunayokuwa nao, nguvu tunayokuwa nayo, kasi tunayokuwa nayo wakati Ramadhani inaanza ni tofauti na tunayokuwa nayo wakati Ramadhani inaisha. Utaona misikiti mwezi wa Ramadhani imejaa Waislamu 10 la kwanza, 10 la pili unaona watu wanapungua, 10 la tatu watu wanarudi kama walivyokuwa Shaaban. Ni kwa nini? Hawa watu hawakuwa na maandalizi sahihi ya kimatendo katika mwezi wa Shaaban kujiandaa na mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo huu mwezi wa Shaaban ndio mwezi wa kukithirisha sana ibada. Ikiwa Ramadhani kuna kiamu laili, usisubirie kiamu laili ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi huu wa Shaaban ndio mwezi wa kuamka, ndio mwezi wa kujikita, ndio mwezi wa kujifunga kibwebwe na ukakazana katika kuongeza ibada. Na wallahi Uislamu ukipambana katika mwezi wa Shaaban ni rahisi sana kutekeleza ibada bila kuchoka katika mwezi wa Ramadhani. Ikiwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi mgeni kama tulivyozoea sisi, mwezi mgeni, basi ndugu zangu Waislamu, falikulli gharibin jihaz, kila mgeni huwa anahitajia maandalizi. Hauwezi kujiandaa, hauwezi kumfanyia mazuri mgeni tayari kashafika. Mgeni anafanyiwa maandalizi, mgeni atafanyiwa mazuri kama ulijiandaa na mgeni huyo. Mgeni wangu mashallah kesho atafika, leo unaanza kufikiri nitanunua nini, na kama ni manunuzi unaanza leo, ili mgeni akifika kesho iwe ni jukumu tu la kumkirimu yale maandalizi uliyojiandaa jana. Basi hata mwezi wa Ramadhani, ikiwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi mgeni kwetu sisi, unatuletea baraka, basi fala budda min jihazi yao. Leo lazima tufanye maandalizi ya huo mwezi. Na kila kitu ndugu zangu Waislamu, ukisoma Uislamu kila kitu kina maandalizi. Ukisoma sala ina maandalizi. Wajihazuhu alwudu, maandalizi ya sala ni udhu. Allah angeweza tu kutuambia salini, lakini akatuwekea udhu ili akili yako ilipokee kwamba sasa nakwenda kutekeleza maelekezo ya Mola wako. Hata ukisoma zaka ina maandalizi. Maandalizi yake ni nini? Kwanza kufanya kazi, kupambana kwenye kilimo, kupambana kwenye ufugaji, lakini pia tathmini inayofanywa kujua huyu anafaa kutoa zaka, huyu hafai kutoa zaka. Haya ndiyo maandalizi yake. Hata hija ina maandalizi. Wajihazuhu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala an-nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Ile istitaa ndio maandalizi yenyewe, kwamba mpaka unajiridhisha sasa naweza kwenda kuhiji. She huwezi kulala ukaamka ukasema naenda kuhiji. She wewe utakuwa na upungufu wa akili. Lazima utaandaa passport, lazima utajua familia yangu utaiachaje. Hayo ndiyo maandalizi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Hata katika jihad Allah amesema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Lazima watu wajiandae kabla hawajakwenda kwenye jihad. Lazima watu wajiandae. Kwa nini saumu zetu mwezi wa Ramadhani hatuna maandalizi? Lazima Waislamu tujiandae, na maandalizi yasiwe ni maandalizi ya maamuzi. Leo mwezi wa huu wa Shaaban toa sana ili Ramadhani uweze kutoa sana.
Swali sana ili Ramadhani uweze kuswali sana. Funga sana ili Ramadhani iwe rahisi kufunga sana. Kuwa mwema sana katika huu mwezi wa Shaaban ili Ramadhani iwe rahisi. Nenda kawaone wafungwa ndani ya huu mwezi wa Shaaban ili Ramadhani iwe rahisi. Tembelea wajane, wasaidie mayatima ili Ramadhani iwe rahisi, uweze kuianza ibada yako vizuri na uweze kuimaliza ibada yako vizuri. Allah tuoneshe haki na tuweze kuifuata. Allah tuoneshe haram na tuweze kuepuka. Aqulu qawli hadha ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم يا عباد الله وأوصي بنفسي الضعيفة مرة ثانية بتقوى الله عز وجل وطاعته، ففي تقوى الله صلاح الدنيا والآخرة. فيا أيها المؤمنون صلوا على نبيكم حيث أمركم الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأولين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وبقية أصحاب رسول الله كرام دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في مشارقها ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا للقبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.